Mimi naweza nikashindana na mtu niliyemuoa. Mtu niliyeenda nyumbani kwao, nikamlipia mahari, nikamleta kwangu, nikambadilisha jina, nikampa jina langu, nikampa mimba, akaenda leba, akafyatua mtoto wa kwanza, akafyatua mtoto wa pili, akafyatua mtoto wa tatu. Nishindane naye kweli? Mbona mnakuwa hamna akili? Tena baada ya hii post nitashare video moja ambayo Pastor Rose anasema kabisa, mimi nimemlea, nimemjenga, I've built her, I've helped her. Na anawaambiaga hata kwenye mkutano, mimi nimemtoa mapepo chumbani. I'm the father to her. I'm not mimi sio tu mume. Mimi ni baba ambaye Mungu alinipa lea huyu mtu. Sasa nawezaje kushindana na Rose? Kweli? Mnakaa mnaongea ujinga paka na washangaa. Mimi nishindane na mke wangu? Afu nyinyi, mimi ni Mkuria. Hili ni kabila la viongozi, kabila la wanajeshi. Hatutikiswaji sisi na mtu. Hasa etio anashindana na mke wake. Kwa hiyo sasa mimi nisiposti kwamba naenda Kongo, ni mashindano. Nisiposti niko South Africa, ni mashindano. Nisipige picha niko VIP. Kwanza wengi hapo hata uwezo wa kupita VIP hamna. Sasa mimi nikipiga picha niko VIP, ndio sasa ninaonekana ninaharibu. Sasa hivi unaona hata akicheka, anacheka huko ana maumivu. Wewe, maumivu yako wapi? Wewe umeona kuna mtu ana maumivu wapi? Ya kutoka wapi? Hakuna huo ujinga. Sisi tunaenda mbele na huduma. Mtu mwingine anasema, umemwacha mke wako. Wapi? Wewe umewahi kusikia wapi nimeacha mke? Una ushahidi? Una pepa za kuonyesha kwa mimi nimeacha mke? Mbona hatumuoni mama kanisani? Kwani ni mara ya kwanza ameacha kuja kanisani? Wewe ndio unaona leo. Mbona hatuwaoni pamoja? Ni lazima tuwe pamoja kama kumbikumbi. Is it a must? We people grow. Na maisha yanakuwa, watu wanaongezeka. Ni lazima tuambatane kila mahali. Sio lazima. Kwanza kuna huduma 5. Kuna huduma 5. Tusome.